unatamani kuiona timu yako ikicheza namna gani kiufundi zaidi? Asante sana ndugu mtangazaji. Mechi ya kwanza Simba iliyochezwa pale Berkane nchini Morocco ilikuwa ni game ambayo ngumu sana kwa upande wa Simba Sports, kwa sababu kwanza moja walikuwa ugenini, pili ilikuwa ni mchezo wa awali wa finali, kwa sababu mchezo unaochezwa hapa Tanzania ni mchezo wa hitimisho wa finali. Kwa mchezo ulikuwa mgumu sana upande wetu sisi kama Simba Sports Club, na nafikiri tuliingia kucheza, kuna vitu tulivikosea kama dakika 15 za kwanza. Siwezi kujua mwalimu aliapproach vipi game, lakini sikuona kama mwalimu aliapproach game vizuri, japo sio mbaya. Baadaye alikuja akabadilika na timu ikakaa sawa na tukaweza kurudi mchezoni. Dakika 15 za kwanza zilikuwa ngumu sana kwetu. Tulipaswa kuwa makini sana katika kuzuia. Hatukupaswa kuchezea mipira eneo letu, tutakiwa tu tunaitoa mipira iende ikakae zaidi kwa mpinzani wetu au pembezoni mwa kiwanja mbele kulikoni kwetu. Badala yake tulikuwa tunapiga pasi fupi fupi golini kwetu. Wale wakawa wana press, wanakabia juu, wakaweza kunasa ile mipira na wakatuletea matatizo. Ndani ya dakika 15 kama sikosea 18 wakawa wanaongoza 2-0. Na baada ya hapo mwalimu alirudi mchezoni, game ikachezwa. Game iliendelea kuwa ngumu na waliendelea kuwa wanashambulia, lakini Simba walikuwa wamewastadi vizuri, wakakaa sawa na wakanoti maelekezo ya mwalimu. Game ikaisha 2-0. Game ya Zanzibar sio game rahisi sana kwa RS Berkane, ni game ngumu sana. Nafikiri toka wameanza kucheza michuano hii hawatakutana na mechi kama hii ambayo wanakwenda kukutana nayo kesho siku ya Jumapili kwenye finali pale Zanzibar. Sisi Simba tuna kauli yetu, tunasema kwa Mkapa hatoki mtu. Watu wanaweza wakafikiri labda kwamba kwa Mkapa ndo kwenye matatizo zaidi. Hapana, tatizo ni Simba. Simba tulitengeneza mazingira kwa sababu ndio uwanja ambao tunaotumia tukiwa Tanzania. Mara nyingi tukitumia Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tuliublandi uwanja wa Benjamin Mkapa kwa passion, spirit, kuwafanya wapinzani wao katika hali ngumu sana. Sasa hiyo passion tulionayo na spirit tulionayo katika uwanja wa Benjamin Mkapa haiishii hapa. Tutakwenda kuipeleka Zanzibar kesho uwanja wa Amani. Na nafikiri wao watapata kujua kwa nini Simba ndio mfalme wa nchi hii katika upande wa mpira wa miguu, kwa sababu si Benjamin Mkapa tu, hata huko Amani, kwa sababu ndani ya ardhi ya Tanzania na ni sehemu ambayo ni ya nyumbani. Tutakuwa tukicheza nyuma, mashabiki wetu wakiwa wamejaa na tushangilia. Pale sio Morocco. Na hakika kabisa wanakwenda kupata tabu na watataabika sana. Naamini Simba wana mfumo mwingine wanakwenda kuutumia zaidi ya kushambulia zaidi. Kwa hiyo unatamani kumuona mwalimu akiingia na mbinu gani? Kujilinda zaidi au kushambulia zaidi? Hatuwezi kulinda. Kwa nini tukalinda wakati TI wanaongoza 2-0 wao? Mfumo tunaokwenda nao moja kwa moja nimekuambia ni kuattack, ni kufocus. Yaani ni attacking. Tunakwenda kucheza attacking football moja kwa moja. Huku tukiwa tunacheza kwa uangalifu, kuangalia wao wasiwezi kutuletea madhara aina yote, kwa sababu kumbuka wameshinda goli 2-0. Wakija kesho pale tukacheza bila kuwa na uangalifu sehemu ya kujilinda, maana yake wanaweza wakapata goli ambayo tutatuongezea sisi mlima. Lakini naamini unapocheza katika ardhi ya Tanzania dhidi ya Simba Sports Club kwenye michuano kama hii, hususan ya iwe klabu bingwa au shirikisho, unakuwa katika hali ya hatari sana. Ndio maana nikasema hapo mwanzo, so kusema kwa Mkapa hatoki mtu, tulitengeneza sisi. Hatukuitengeneza kwa maana kwamba labda kuna imani ambazo ziko nje na mpira wa miguu. Hapana, spirit, passion tulikuwa tunaiweka pale Benjamin Mkapa kwa wageni. Ndio ile wafanya wageni wao na wakati mgumu. Na hiyo ndio tunakwenda kuionyesha kesho pale Amani Zanzibar. Na naamini kesho Berkane wamefungwa goli chache, watafungwa goli 2-0 ambazo zitatupelekea kwenda kwenye matuta, tutakwenda kuamua bingwa nani. Lakini naamini kabisa wanakwenda kufa 3-0 mpaka 4. Uwezekano huo ni mkubwa, na watu naona kama hawaamini, wanaona kama vile uwanja ni kikwazo. Sio kweli. Hata mechi ya nusu finali iliyochezwa pale Zanzibar haikuwa mechi ngumu kwa Simba kama watu wanavyofikiria. Mechi ile ilikuwa nzuri kwa Simba, walicheza mpira mkubwa sana. Kitu pekee ambacho Simba wanaweza wakakilalamikia au ambao watajilaumu kwenye game ile ya Stellenbosch ilikuwa ni kumalizia mipira kuweka kambani. Walitengeneza nafasi nzuri, waliwaweka katika wakati mgumu wapinzani na mechi ikaisha 1-0. Pengine hata wapinzani waliamini kabisa kwamba game ile ingeweza kuisha kwa 4-0, 3-0. Lakini maana yake ni kwamba ile mechi haikuwa ngumu kiwanjani, ilikuwa nyepesi. Simba haikuwa bahati yetu tukupata magoli mengi, lakini kesho naamini kwa maelekezo ya mwalimu, kwa umati mkubwa na shinikizo la viongozi mbalimbali wa nchi na wa mpira wa miguu ambao watakaokuwa pale, kunakwenda kutokea kitu kikubwa sana. Na kwa Simba na kuelekeza, hakuna kinachoshindikana.
sisi ndo baba wa mpira wa nchi hii. Mara nyingi tumekuwa tukifanya vitu wenzetu wakitazama kupitia sisi. Tumeshafanya mambo mengi makubwa kwenye mpira wa miguu wa nchi hii, wengine wakafuata. Tulicheza fainali mwaka 93 tukalikosa kombe Benjamin. Ilikuwa ni uwanja wa Uhuru zamani, shamba la bibi pale. Tulikosa kombe mbele ya mheshimiwa marehemu hayati Al-Hassan Mwinyi. Kesho tutakuwa tuna Dr. Hussein Mwinyi, huyu ni mwanae. Ni wakati sahihi wa sisi kwenda kumvika nguo rais wa Zanzibar. Sababu lilitokea kupitia baba yake, kombe likaondoka. Tunakwenda kucheza yeye akiwa rais wa Zanzibar visiwani. Tunaamini kupitia 93 kuna vitu tumejifunza vingi. Na watu wanaamini sana kwamba Berkane ni nzuri sana. Ni kweli. Wanaweza kuwa wazuri, lakini sio katika ardhi ya Tanzania. Na mechi hii ya kesho inakwenda kuwa ngumu sana kwao. Kitu ambacho sisi watu wa Simba tunaamini. Waarabu ni mabingwa sana wa kucheza kwa technique kwenye mechi za ugenini. Wanapoteza muda mrefu, wanalala sana kiwanjani. Kikubwa muamuzi awe fair. Angalau wachezeshe dakika 70 zitimie za kiwanjani. Berkane anakwenda kufa.